Nimezaliwa wa kiume lazima nipambane, nimezaliwa wa kiume lazima nipambane. Kama kawaida. Dogo gani? Ile dogo mimi mara mwisho nimeonana naye kitaka cha kati pale sasa kwa nini? Dogo alikuzingua nini dogo, mbona yuko budi tu? Wewe ndo unazingua mwanangu. Unajua kwa nini babu? Mara mwisho tumekusubiri siku ile pale ukitokea. Umeenda umekaa video wapi? Uko ingia wapi babu? Mwanangu ulituferisha michongo kibao. Mtoto wa kiume nimeumbiwa shida mimi, acha niteseke nazo mimi. Nimezaliwa kupambana, nitapambana mpaka mwisho. Nimezaliwa kupambana, mtoto wa kiume, nitapambana mpaka mwisho. Lazima nipambane kwa sababu hakuna msaada wangu. Jua linachoma sana kwa kweli. Saa ngapi sasa hivi? Lakini ngoja niangalie muda. Nimelima sana leo sana. Umeona? Nimelima ya mwisho hapa. Wale nyumbani muda umeona. Wai kabisa, sio mama Jata atakuwa amepika huko nyumbani. Mwanamke naye utamkuta hayupo sokoni, ameenda kutembea. Sasa ona muda wangu umenitosha, niende nyumbani sasa. Hapa kwa kweli nimelima. Wasukuma wao wanasema hiki Kiswahili na anoga, basi nimechoka. Kesho na penyewe nitakuja. Akosha pumzike, nimechoka kwa kweli. Hata kesho au ni siku na anoga, Wasukuma wanasema na kesho nitakuja. Mungu anisaidie tu kwa kweli. Michongo kibao tulikuwa tunakutegemea wewe, unazingua mwanangu. Wani sana. Ni kuheshimu familia hapa sasa. Tembeza vitu mwanangu. Kama kawaida. Vipi hapo mwanangu, tembeza kwanza chuma tutajie. Tembeza chuma hicho. Vipi hapo mwanangu? Aje mwanangu. Ana kati choka. Nilima sana kwa kweli leo. Hata nimechoka miguu, yani inauma. Ngoja nipumzike kwanza, hapo ndio niende nyumbani hapa. Sasa wewe jembe langu, mkaa hapa kwanza. Pumue kidogo kama dakika 5 ndio nianze safari ya kwenda nyumbani. Kwa kweli njaa inaniuma. Nimechoka. Jamani. Kilimo hichi kwa kweli. Sema nini mwanangu? Ule mchongo tulikuwa tunakusubiria wewe. Mwanangu, mtoto gani wewe tuliochonga siku ile pale ukasahau? Ndio maana maskani umechelewa mwanangu. Hello, mambo vipi? Kwa majina naitwa J Master. Nasimama mbele zenu hapa kuwatambulisha msanii mpya atakayechukua nafasi ya Mwaji. Ombeni radhi sana. Changamoto imetokea, iko nje ya uwezo wetu. Ombeni sana support. Zaidi za kuendelea, nilikuwa naomba support yenu, support katika movie yetu ya kijana mtafutaji. Yangu ndio hayo, shabiki zangu. Hivi ni kama nani nani? Mimi naitwa Rafael. Na wewe unasema unaitwa Damali? Sawa, Rafael, nilikuwa nataka tuzungumze kidogo kuhusu utaratibu wa humu ndani. Utaratibu wa humu ndani. Wewe utaoga na kulala. Kuhusu kula utajitegemea. Leo nimefanya hivyo kwa sababu wewe ni mgeni. Sasa wanaokaa wanalisha mahindi huko shambani, hivi ni kina nani hawa? Nimekaa na watafuta gasi wapate. Kwa kweli ukiwaambia watu wa huko
wanafungia mbuzi zao. Sasa kwenye shamba la mtu ndo la kukaa nalisha mahindi, nalisha na ili wamelisha na mengineyo tu, nadondoiza nipate chakula, wao wanaleta tena humo mbuzi. Ishi na dunia kwa kweli, uone nini Mungu yote Mungu nyumbani. Lakini kuanzia kesho ukijitegemea nusu chakula, utakuwa unaoga na kubadilisha nguo tu humu ndani. Tumeelewana? Dada yangu, mimi nakuelewa, lazima pia wenzako kuzingatia mechi kamili. Mimi huwa sipendi zeni na dharau, kwa hiyo niliyoyaongea yote tazingatia. dada. Unajua nini? Unazungumza mtaani. Wa babu, fanya nini? Ile siku yangu nimekuja maji yangu mwanangu tena. Ile kama mieusi. Mwanangu, tunajua tena mwanangu alitokea mazingira fulani hivi mwanangu, hapo ni kabele, hapo na washamba walinipa. Hapo sema mwanangu, maji kwa tena kwa dini sasa. Uhakika, yaani uhakika mwanangu, hapo tena ni du. Unajua maji. Kwenye maji hapa niangalie. Babu, pia kwa mwanangu, niongezee kwa hii maji hii nenda. Hapo batie mwanangu, batie moja tu mwanangu. Mambo yale kitu na mieusi. Hamna mwanangu, haiwezi kuwa mia yote mwanangu. Wewe mwenyewe unaelewa mambo ya mali ya uhakika mwanangu. Hapo nimecheza. Hapo nimecheza basi babu. Mali gani? Hapo nimecheza. Tunaelewa tena ndoto kama hizi za wanaume tu. Mtoto wa kike hawezi kutembea. Haina noma. Unataka mwanangu hivyo tusema nini? Unasikia mwanangu? Huyo mwamba anazingua kinyama. Anazingua michezo. Siku ile mwanangu tumepiga dili ya dambo ile ulikimbilia nalo wapi? Ninyang'anywa mwanangu. Wapi ulinyang'anywa na nani? Sababu na wewe atokea bwana wangu akandaka. Wakakudaka wapi na kujua ile nyingi nyama. Wasikia sasa wewe mtoto unaleta miayusho mwanangu. Hiyo mali kwanza iko wapi? Tembea mwanangu, kwanza shika na baadhi yako. Kumbe huyo mtoto kweli mwanangu aliondoka na ile mali. Noma. Kwani mwanangu mimi ndio wapangeje? Nilikwambia ile tulipiga pale, tukipiga tambo unaingia kitaa, baadaye unanileta. Mwanangu naingia kitaa naleta. Nani alikudaka? Babu vipi, mbona shangaa vipi tena? Au nyinyi ndo wazee wachawi mnapita wanatuchawia? Hapo ni wazee utaki kupita hivi. Mjomba Soni, na wewe umeshaanza kuvuta bangi sasa. Mjomba, unaonyesha kueleza mjomba. Mjomba anatupatia sana ya mjomba. Au mjomba isha ukataa mjomba. Pia mjomba. Hata maisha yangu mjomba nimeachagua ni mjomba. Sawa, hapo mjomba wewe kumbadilisha mjomba. Mjomba, mimi nakuelewa mwanangu. Nakuelewa, lakini hii dunia tu mjomba. Dunia itakufundisha mjomba. Kama maisha ndio umeanza mjomba. Dunia babu wapi na wewe? Malizana naye huyo apotee. Mjomba. Sikia mjomba. Mjomba cha kueleza mjomba. Sawa. Hapo mjomba ndio kupatia mjomba. Mjomba kitu baba mjomba ambacho unajua kufanya mjomba. Yaani mjomba wangu sawa, lakini mjomba, mambo haya usifuatiane mjomba. Haina shida mjomba wangu. Mjomba, sawa. Mjomba, mimi naenda nyumbani mjomba. Ni familia tembea mwaka kabisa mjomba. Naenda mjomba, lakini kumbuka mjomba, hii ni dunia. Unaongea nini wewe mtoto? Tembea. Sio maisha ya mwaka. Haina shida mjomba wangu. Tembea. Mjomba wangu nakueleza sio maisha mjomba wangu. Wewe tembea wewe mwanangu. Mjomba, babu achana na huyo. utapata raha mjomba wangu nakwambia. Hii dada Mwaji. Jamani, lakini kama takuwa nakuingilia. Dada yangu, umewezaje kuwa na chumba kizuri? Naishi mazingira mazuri. Ajisha na kazi gani?
na labda kazi moja moja kama unafanya hichi kitu ni kazi nyingi. Sasa kanieleza kidogo kuhusu labda kazi yako. Unajua huwa sipendi kuongelea kazi ninazofanya au ujumbe wa maisha yangu, lakini kwa kweli nataka kujua mimi kisha na kazi vizuri. Buza tena? Mbona umeshtuka? Kwa nini ajabu? Nilikuwa sitegemei kama utakuja kuniambia maneno kama hayo. Unajua katika maisha kazi, hamna kazi rahisi hata moja. Hiyo ndo kazi inayofanya. Namshukuru Mungu, lakini changamoto ni nyingi sana. Pole. Asante, nimeshazoea, ndo maisha. Nakuja. Nakuja kupata hiyo huduma yangu napata siku. Hela ipo? Ndio hela ipo. Kama hela ipo basi sawa. Shike lako. Shingapi? Hiyo inakutosha bwana, chukua hiyo. Inanitosha? Chukua hiyo. hiyo. Una matatizo aje? Wakati unakuja hapa tumeelewana shingapi? Kwa hiyo unaona hiyo ndogo hapo? Wakati unakuja hapa tumeelewana shingapi? Nilikwambia vile kwa sababu nilikuwa na shida sana hicho kitu. Alafu kingine nilikuwa sina sehemu nyingine ya kwenda kukipatia hicho kitu, ndio maana nikakutafuta wewe, mteja wangu wa siku zote, ili niweze kupata huduma. Nikumaliza show umekuwa na kiburi yaje? Usiseme hivyo bana. Niongezee hela chapo haraka kabla sijakuharibu. Fanya haraka. Usiseme hivyo. Niongezee hela. Wewe chukua hela kutosha bana. Mbona ulikuwa sio muelewa? Hauna. Mbona ulikuwa sio muelewa wewe? Chukua hela kutosha bana. Chukua hela kutosha bana. Baki hela nauli tu bana. Mbona tunakuwa sio muelewa? Mimi na wewe tumeanza kufanya kazi toka lini sasa? Naomba hela kutosha. Chukua hela kutosha. Mbona ulikuwa sio muelewa? Kwa mimi nitatembea hadi nyumbani kwa mguu. Nilipokuja ndo utakaporudi. Acha hizo bana. Tena siku nyingine kama una hela naomba wewe. Ulipokuja ndo utakapoondoka. Alafu unapokuja kukaa hapo kulichefua. Bado hela yangu hujanimalizia na taratibu sisi. Nikuje huko kanje nikwambie kitu changu. Nenda ni. Kama siku nyingine una hela naomba usije hapa. Mbona unakuwa hivyo leo kwaje? Wewe. Siku nyingine una hela naomba usije hapa. Unanielewa? Kwa leo ndo umenibadilikia hivyo. Sio nimekubadilika. Kile na hela hapa tunaongea lugha moja. Una hela utaongea na mimi nini? Acha kwa hivyo bana. Ndio tu. Alafu wewe unaona kama unanizoea. Nisubiri hapo. Angalia jinsi ulivyo ndani.